niwapongeze tu kwa hiki ambacho kinafanyika mahali hapa. Najua ni gharama, lakini nikawa nimekaa hapo na tafakari, nikawa najaribu kufikiria hivi vikundi huwa mnakutana wapi kwenye vikao vyenu tu vya kawaida? Wengine wanakutana kwenye mageto, wengine wanakutana kwenye sehemu za biashara, wengine kwenye vijiwe, lakini CRDB leo wamewaleta mahali pengine pa tofauti. Ndugu zangu, sisi jiji la Dodoma kila mwaka tunazo fedha ambazo kwa mujibu wa utaratibu wa serikali, fedha ambazo tunazipata, kuna zingine ambazo huwa tunatenga hizi za 10%. Tunatenga maalum kwa ajili ya kuja kuzitoa kwa vikundi. Na huko nyuma kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya urejeshaji wa zile fedha. Kwa sababu lengo la serikali lilikuwa kwamba hizi fedha zikitolewa kwa vikundi, vile vikundi vitakaporejeza zile fedha zigawiwe tena kwa nani? Kwa watu wengine, kwa maana wale wanaopata tuupanue ule wigo wa watu, kwa sababu wanaohitaji ni wengi, lakini wanaopata ndio kwa wachache. Lakini kwa hiyo wakiwa wanarudisha, wakati serikali inaendelea kutenga zingine na zile zingine zinarudi, manake zinaongezeka na wigo wa kutoa kwa watu wengine pia unafanyaje? Unaongezeka. Sasa kumekuwa na changamoto kubwa huko nyuma ya urejeshwaji wa hizi fedha, na ndio maana serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ikaona kwamba ije na mpango ambao ni bora zaidi, utakaorahisisha upatikanaji wa hii mikopo, lakini utakaosaidia mikopo ile inayotolewa iweze kufanyaje? Kurudishwa kwa wakati, ili iwasaidie na watu wengine, ikiamini kabisa hawa ambao watakuwa wamechukua kwanza watakuwa wamefanyaje? Wamepiga hatua. Kwa hiyo wanaporudisha sasa ni juu yao, aidha wanaweza wakaomba tena ili wainuke zaidi, lakini pia na wengine wafanyaje? Wapate kuipata hiyo mikopo. Sasa nimesema kwamba kumekuwa na changamoto toka wakati serikali iliposimamisha. Sisi halmashauri ya jiji la Dodoma bado tuliendelea kuiweka hiyo fedha, tumeendelea kuiweka. Hivi sasa hivi tuna bilioni 7 inasubiri vikundi vije viombe vipewe. Mwaka ujao wa fedha tumekasimia, tutakusanya, tutaingiza tena kwenye hii mikopo ya wanawake na watoto, tutaingiza tena bilioni 4. Kwenye 13 zinafika ngapi? 17. Hizo zote zinawasubiri watu wapewe hizo fedha, lakini masharti ndo ya kuzingatiwa ili upate mkopo huu. Serikali imeboresha namna ya kuzitoa hizi fedha, na miongoni mwa mabenki ambayo yalifanikiwa kuingia ubia na serikali kuzitoa hizi fedha kusaidia kwenye huu mchakato ni wenzetu wa CRDB. Kwanza mimi nawapongeza kwa serikali kuwaamini kwamba nyinyi mnaweza mkashirikiana na serikali kuifanya hii kazi. Kwenye mfumo wetu sisi, vikundi ambavyo viliomba mikopo vilifikia 541. Vikundi 541. Lakini tukasema kwamba ili vikundi vipewe lazima wakidhi vigezo. Zamani tulikuwa tuna vigezo vyetu, lakini sasa hivi vimeongezeka na vigezo vingine ambavyo sasa vinatoka kwenye mabenki. Nia ya serikali sio kuwabana. Nia ya serikali ni kusaidia vikundi ili vikipata fedha viweze kurudisha. Sasa vinaangalia hali ya kikundi, uwezo ukoje, na kama uwezo ule ni mdogo, ndio tunafanya hata mafunzo ili kusaidia, ili vikundi viongezeke kwenye uwezo wa kuhimili na kutawala hizo fedha watakazozipata zije kusaidia kwenye vikundi hivyo. Kwa hiyo katika vile vikundi 541 sisi kwa sababu vinaomba kwenye kata,
Kwa hiyo kukawa kuna masharti ambayo yalikuwa yanatumika kwenye level hiyo ya kata. Kwenye vikundi 541 vikabaki vikundi 439. Vikundi vingine vikafanyaje? Vikawekwa pembeni kwa sababu havijakidhi. Na tunaviondoa hivyo vikundi ili tusije tukaingia tena kwenye mtego. Sisi Dodoma tuna benki mbili ambazo tunafanya nazo kazi kwenye utoaji wa mikopo. Kwa hiyo CRDB vikundi ambavyo vilienda huko ni vikundi 179. Katika hivyo wenzetu mmefanikiwa kuvitembelea vikundi 50. Na kwenye mchujo ndio vimekuja vikundi hapa 12. Nimeona niseme hapa mjaribu kuona huo mchakato ulikotoka. Lakini pia na nyinyi vikundi 12 mliopo hapa mjione nafasi yenu. Hamjaja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu mmekidhi vigezo, lakini mkumbuke mmetoka kwenye vikundi 541. Kwa hiyo uwepo wenu hapa mimi pia niwapongeze. Wanasema ukimwona nyani mzee. Kwa hiyo ndugu zangu, mmekwepa mishale mingi mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo mnastahili pongezi, na kwa maana hiyo matumaini yetu ni makubwa kwamba mtafanikiwa kwenye malengo yenu, kwenye shughuli ambazo kama vikundi mmezipanga mkazifanyie kazi. Na CRDB sasa wanawaongezea utaalamu wa kuweza kutunza hizo fedha, kusimamia vizuri biashara zenu, kwa sababu wakati mwingine sisi ndo moja ya vitu ambavyo tulikuwa tunamisi. Ni kweli tuna wataalamu, lakini hatuna wataalamu wa shughuli hizo za mikopo, inaendaje, inafanywaje. Ndio maana serikali imeongeza mabenki waongeze utaalamu wao kwenye vikundi ili vikundi vifanikiwe. Kwa hiyo niwapongeze kwa hatua hii mlioifikia, lakini pia niwaombe CRDB mtusaidie sasa, muongeze kasi ya kuvitembelea hivi vikundi. Najua halmashauri ya jiji la Dodoma tuna kata nyingi. Sisi tuna kata 41. Sidhani kama kuna halmashauri nyingine Tanzania yenye kata nyingi kama halmashauri ya jiji la Dodoma. Tuna kata 41, mitaa 222. Kwa hiyo tuwaombe sasa muongeze kasi ya kuwafikia wengi, na uzuri mnawafanyia hao elimu, tunaamini ya kwamba fedha hizo watakazopata watazitumia vizuri, zitarudi kwa wakati, alafu zitaenda kuwasaidia na vikundi vingine. Tulizindua mpango huu pamoja na serikali hapa Dodoma mwaka huu, na tulipouzindua tulianza na kutembelea vikundi vyote ambavyo tulipata kwa ajili ya kupata mikopo hii ya 10%. Na mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana. Tulikuwa na vikundi 129, vya wanawake vikiwa ni 46, lakini vya vijana vikiwa ni vikundi 63, na vikundi 20 vilikuwa ni vikundi vya watu wenye ulemavu. Tumeshirikiana na ofisi yako ndugu mgeni rasmi kutembelea vikundi hivi katika kata zote za jiji la Dodoma. Niwashukuru sana na niombe tuwapigie makofi. Baada ya kutembelea tuligundua vitu vya aina mbalimbali. Vikundi vingine vina biashara kubwa na vingine vina biashara ndogo na vingine bado havijaanza biashara kabisa. Ndugu mgeni rasmi, vikundi vilivyo mbele yako ni vikundi vilivyo na biashara na vimevuka mchakato wa awali kwa ajili ya kupata pesa za 10%. Naomba tujipongeze. Taasisi ya CRDB Bank na CRDB Bank Foundation tuna uzoefu mkubwa wa kutambua biashara, lakini kikubwa pia tumetoa elimu kubwa sana kwa kila kikundi na membazi wake
waweze kuelewa jinsi ya kuanzisha biashara, waweze kupata uelewa wa kutunza kumbukumbu, lakini pia waweze kuelewa changamoto za vikundi pamoja na kuboresha ushirikiano wakati wa kukuza biashara na ujasiriamali. Ndugu mgeni rasmi, kuna baadhi ya changamoto ambazo tumekutana nazo. Kama nilivyotangulia kusema, kila kikundi kimepewa ushauri makini na kinatakiwa kufanya ili kuboresha taarifa zao na kukidhi vigezo vilivyowekwa. Kwa hiyo tunavyo vikundi ambavyo haviko hapa, lakini vinakaribia sana kuwa hapa. Kwa hiyo kuna maelekezo ya kitaalamu ambayo tumewapatia, na punde watakapotimiza maelekezo hayo, basi pia tutajumuika nao kwa maana ya kuwapa mafunzo kama haya ili waelekee hatua inayofuata. Lakini pia niseme tena kwamba hata vile vikundi ambavyo bado havijapata nafasi ya kuwa hapa, kuna session ambayo inafanyika tena wiki inayoanza kwa ajili ya kuwapa maelekezo ya kina na waelewe changamoto ilikuwa wapi ili waweze kutatua changamoto zao. Na niombe pia kuhakikishia kwamba taasisi ya Sierra Leone Foundation tuko tayari kuendeleza ushirikiano kikamilifu na ofisi yako kuhakikisha kwamba kila kikundi ambacho hakijaanzisha biashara basi kinapata fursa ya kuanzisha biashara, na kile ambacho kina changamoto ndogo kupitia elimu na ushauri kutoka kwa maafisa wa benki pamoja na maafisa wa benki, watatoa elimu ya kutosha na usaidizi unaotakiwa ili vikundi zaidi katika sekta mbalimbali viweze kupata mitaji hii uwezeshi kutoka serikalini ambayo inalenga katika kukuza biashara zao, lakini pia kukuza maisha yao. Baada ya mazungumzo haya, niombe tu kusema kwamba nimefikia mwisho wa mazungumzo yangu na